Karibu sana mtazamaji, hii ni NTV, lakini kuna habari ambazo ni mbaya kutoka klabu ya Simba kwa sababu watu muhimu ambao wanaweza kuifikisha klabu sehemu fulani, basi wanapopata changamoto, basi inakuwa ni mtikisiko katika mbanga za klabu kuweza kufikia ile target yao. So taarifa kutoka kwenye ukurasa wa Simba rasmi unadai kwamba Musa Pimpin Kamara imepostiwa picha pale ya Musa Pimpin Kamara kwamba yuko hospitali, yuko katika kitanda kama unavyoona hapo. Yuko hospitali na yuko nchini Morocco ambako amefanyiwa upasuaji, si ndio? Amefanyiwa upasuaji ambao taarifa zinadai kwamba unaweza kumweka nje kwa wiki sita, kwa takriban wiki sita. Kwa hiyo takriban wiki sita nafikiri. Kwa hiyo atakosa michezo mingi ambayo Simba wataicheza, lakini sio mbaya kwa sababu kuna golikipa ambaye sasa hivi amesajiliwa na anafanya vizuri, ingawa juzi aliweza kuzua headline kwenye mechi ya timu ya taifa kwa kuchomesha baadhi ya magoli na vitu vingine, lakini he is the best na anaweza pia kuifikisha Simba nje ya ahadi. Ikumbukwe tu kwamba Simba ina bahati sana na magolikipa wazawa. Yaani Simba inakuwa na bahati sana na magolikipa wazawa kwenye michuano ya kimataifa. Tukitrace back hata Aishi Manula ni mmoja kati ya magolikipa ambao walikwenda na Simba kwenye hatua ya makundi mpaka robo fainali ya klabu bingwa barani Afrika kwa misimu kadhaa. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo wana bahati sana na makipa wazawa. Kwa hiyo huenda bahati hiyo ikawa ni kwa Yakubu Suleiman ambaye ni golikipa namba 1 wa Simba, lakini pia ni golikipa namba 2 wa Simba, lakini ni golikipa namba 1 wa klabu ya wa Taifa Stars, timu ya taifa ya Tanzania. Kule alizofanya mazinzo kule, naye ni golikipa namba 1. Kwa hiyo waendelee tu kumwamini na watulize pressure zao chini kwamba golikipa yupo langoni. Kwa hiyo Kamara atarudi kwenye namba yake endapo atakaa sawa kwenye masuala ya kiafya, lakini hali ya Kamara kwa sasa hivi nafikiri stress pia itamfanya ashindwe kupona haraka, kwa sababu anahofia ile namba yake inaweza kuchukuliwa na yeye akapewa mkono wa thank you, kwa sababu nikupe sababu nyingi. Endapo Simba ataona kwamba Yakubu ana impact kuliko jamaa, basi hawana sababu ya kumwacha yule mshikaji, lazima atachekwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale wachezaji wa kigeni wanalipwa fedha nyingi. Kwanza wanalipwa vibali vya kufanya kazi nchini Tanzania, lakini pia wanalipwa fedha nyingi sana kuweza kuvunjia mikataba na klabu zao ambazo walikuwa wanafanya. Jamaa alitokea timu gani sijui, Oroya sijui, kitu kama hicho. Kwa hiyo waliweza kumlipa fedha nyingi sana za masuala ya usajili, na mengine anakuwa ni madeni, kwa hiyo anakuwa analipa kidogo kidogo. Kwa hiyo yule jamaa atashika, endapo jamaa ataperform, niamini, endapo jamaa ataperform mpaka labda Mungu kajalia watu wameenda robo finali katika ima yake, basi jamaa atakuwa na hali ngumu sana katika klabu ya Simba. So ni hayo tu. Wewe unaonaje katika hizi namba 2 ambazo kati ya Kamara na Yakubu, nani ambaye unamuona ataifikisha Simba katika nchi ya ahadi, hasa katika kipindi hiki ambacho kuna uwiano mzuri sana wa kiuchezaji kati yake pamoja na kati ya magolikipa hawa wawili? Hii ni NTV, lakini usiache kusubscribe. Bye.